Mtume sallallahu alaihi wasallama ni binadamu, lakini si kama mimi na wewe. Mwenyezi Mungu mwenyewe amemchagua na alimleta duniani, na alimleta kumuumba kwake. Alikuwepo kabla ya viumbe wote kina Sayyidina Adam. Mwenyezi Mungu alianza kumtakia rehma mtume akiwa katika mabustani ya pepo, na baadaye mpaka kutumilizwa akawa anatakiwa rehma. Tuliona kule msikitini kwamba wama arsalnaka illa rahmatan lilalamina, mtume ni rehma kweli kweli. Anasema ana rahmatun muhdatun, mimi ni rehma free of charge. Zamani kuna kalamu asema awwalu ma khalaqa Allahu fil kauni khalaqa al-qalam faqala lahu uktub faqatama maqadiru kulli shay'in min awwali sa'atin ila qiyam saa. Ilianza kuumbwa kalamu, ikaambiwa write, anza kuandika. Ikaambiwa kalamu ile iandike, lakini ile amri ya Mwenyezi Mungu tu ilifurahi, ilirukaruka miaka 50,000 bila kujua iandike nini. Kisha baadaye inajiuliza nini niandike sasa. Ikaambiwa andika qaumu Nuh man amila salihan fil janna wa man amila su'an fin nar. Watu wa Nuhu waliotenda mema peponi na waliotenda mabaya motoni. Nabii Nuhu tutakuja kumsimulia, na kuanzia Ijumaa ijayo busatu letu litatrend na historia tu. Nabii Nuhu katika historia ndo nabii, ndo mtume wa kwanza. Na Allah astafa min almalaika, Mwenyezi Mungu kachagua katika malaika mitume na katika watu mitume. Kwa hiyo si malaika wote ni mitume na si watu wote ni mitume, kuna uteuzi. Mitume wako 313, wa kwanza ni Nabii Nuhu, ndo mtume wa kwanza. Waluhum Nuhun, na jina lake anaitwa Abdullah. Mitume katika riwaya wako 200,000, riwaya nyingine wako 124,000. Mitume wako 314. Wa kwanza ni Nuh, jina lake anaitwa Abdullah, isipokuwa ameitwa Nuh liannahu ya Nuh, sawa ile sauti yake ilikuwa ni kali kweli, ni kubwa akilingania. Na huyu status yake ya pili anaitwa Adamu Thani, Adamu nambari 2. Na status yake ya tatu watakallama fil mahdi 10, uchangani wameongea watoto 10, ila wale maarufu ni 4. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kichanga azaliwa alisema ya Maryam anna laki hadha, qalat hadha huwa min indi. Aya maneno aliyazungumza akiwa mchanga. Nuhu ni Adam namba 2 kwa sababu zama zake kutoka mzee Adamu mpaka kufika yeye ilipita karne 10. Famadha 10 qurun kanu fil khair, miaka 1000 ilikatiza hapo. Watu walikuwa katika kheri, walianza kuasi kipindi mpaka akatuma. Alalaqali walikufa watu wote dunia nzima. Watu 84 wakaingia kwenye boti lake. Miongoni mwa hao kukaingia na watoto wake 3, ambao watoto hawa katika hadithi aliyosimulia Jabir bin Abdillahi kutoka Mtume anasema aliingia katika wale watoto kana Sam, Ham wa Yafith. Alikuwa kuna watoto wake 3 anaitwa Sam na Ham na Yafith.
Bahati mbaya iliyotokea, lile jahazi lilipopiga nanga siku ya Ashura, waliposhuka kwa jahazi wote wale wakawa aqimul la yulad, wakawa wagumba wote, hakuna kuzaa. Kwa hiyo hawajazaa hata, isipokuwa walozaa ni wale watoto watatu tu wa Sayyidina Nuh. Walishuka wamekosa uzazi. Cha pili, wameshuka hawafahamiani, walipanda wote na lugha moja ya Kiarabu iliyotoka peponi, lakini kushuka kwa boti kila mmoja na lugha yake, mwenye Kimakonde, mwenye Kichina, mwenye Kinini. Alafu akawa tarjama, translator mkubwa Sayyidina Nuh akawa anawatafsiria. Sasa wale watoto, mtoto wake wa kwanza aitwa Sam, alikuwa na uwekundu. Basi Mtume asema kana Sam Abul Arab. Ikawa wote hawa Waarabu wametokamana na yule mzee. Mtoto wake wa pili anaitwa Ham Abul Habasha. Watu wote weusi wakatokamana na huyu, ila huyu watatu huyu, ndio maana akasema busati letu li trend na historia, anaitwa Yafith. Kana Yafith Abu Rum. Wanasema Yafith alizaa wazungu, lakini watoto wake walielekea kule mashariki. Mtoto wake huyu alielekea mashariki, lakini wanasema huyu mtoto wake kidogo alikuja na miujiza. Yani kizazi alichokizaa, alizaa watoto wa hatari kweli kweli. Alizaa watoto ambao subhanallah, kwanza wakubwa haijapata kuonekana, wakubwa na wana vyuma mpaka katika mikono yao, wana mikono midogo na miguu mikubwa sana, wana macho madogo na masikio makubwa kiasi sikio moja anatandika kama godoro analalia, sikio la pili anajifunika kama shuka lake. Alafu walikuwa hawafi mapema mpaka aone kizazi chake cha 1000. Wameumbwa kwa nuru kali ya moto, wana damu ya moto, na walikuwa wanatafuna mpaka watu, wanatafuna mpaka majumba, mpaka miti, yani wanakula ovyo ovyo. Na mpaka leo wapo hatari sana, wakubwa na hawafi, wanachukua muda mrefu sana. Mtu mpaka aone mjukuu wake wa 1000 leo, ila wana balaa. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alitokea mtu mmoja ana uwezo wake, alafu ana utajiri mkubwa wa pesa. Huko mashariki, binadamu akamuomba, akaambia ya Dhul Qarnaini, huyo mtu anaitwa Dhul Qarnaini, inna Yaajuja wa Maajuja mufsiduna fil ardh. Ndio hao Yaajuja wa Maajuja, hao wanafanya uharibifu na fujo katika ardhi. Tukupe pesa kidogo ili uweke ukuta, wasitufanyie. Lakini yule bwana akasema, hii Mungu alichonipa kinanitosha kuliko mnachotaka kunipa nyie, tu tushirikiane. Atuni zubra alhadide, okoteni vyuma maskrepa, mimi nitatengeneza ukuta wa chuma, ukuta madhubuti. Rangi yake ule ukuta ni kama barafu. Hata leo kama mshai kuona kwenye mitandao, unapigwa picha, lakini hali ya hewa hairuhusu mtu kufika kule. Umeanzia Iraki mpaka China. Tofali la kawaida ni inchi 5, lile tofali lake ni mita 5 ukubwa wake. Akajenga lile kuta, linateleza kama hichi kioo. Allah asema mastatau an yadhharuhu, sio hivyo, wa mastatau lahu naqaba. Wakashindwa kupanda, wakipanda wanateleza, na walishindwa kutoboa, kwa sababu huyu mwamba alivyojenga mwenye asema hadha rahmatun min rabbi, huu si ujanja wangu, ni rehema ya Mungu. Kwa sababu huyu naye ni mwamba na mambo ya hatari. Huyu bwana Dhul Qarnaini, msikie hivi peke yake amefika matla ash-shams, amefika jua linapochomoza akapitiliza. Yani alifika jua unajua
Sawa, ukisema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ukisema al alamin ni jamu ya alam, ni jamu ya ulimwengu. Ulimwengu sio huu tu, ulimwengu wanachuoni wasema ziko 40 yake. Kuna majabaruti huko, malakuti huko, kuna ulimwengu wa majini peke yake mbali, kuna jamadati peke yake, kuna wanyama peke yake, kuna ulimwengu wa Yajuja na Majuja peke yao, na hizi zote mtawala wake ni Mtume Muhammad. Sasa wewe si unaona hapa tu umefika Tabata, umefika hapa, ukienda Singida sasa nimetembea baba mikoa yote. Huyu kafika sehemu limit, dunia inaisha hapa. Hata balagha matla ash-shams wajadaha tatlu ala qaumin magharibi kwanza. Hata balagha maghrib ash-shams wajadaha taghrubu fi aynin hamia wajada indaha qauma. Wale walielekea magharibi, magharibi ndio hiyo Marekani yote ndio huko, sijui ndio Ginzela, nchi ile ajabu ajabu ndio huko. Atajua alifiki huko. Alifika hapo Dhulkarnain, akafika sehemu akatoboa, akafika nchi ambayo hapo hakuna mchana, giza tu usiku. Akaanza kukanyaga vimawe fulani, akauliza haya mawe ni nini? Akamwambia hayo mawe ndugu yangu, atakayeokota atajuta na atakayeacha kuokota atajuta. Si mimi na wewe ungefanya hatari. Yuko na ndugu yake Sayyidina Khadhiri. Sasa lazima historia izungumzwe. Sasa hao Yajuja na Majuja, lile baragumu likipulizwa siku ya Kiyama, ule ukuta utapasuka. So ule ukuta chini kuna mto unaitwa Euphrates, kuna Furat. So mbinguni kuna mti, ule mti tunauita sisi mkunazi, mti wa sidri, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale, kwanza ile surprise alipigwa na rangi. Si unajua zile rangi kama ile mahotelini, yani mpaka hawezi kuzieleza. Bonge la jiti, rangi zile, si ndo anapokelewa. Ingekuwa mimi na wewe ingekuwa mbio. Sallu ala alhabib. Alipofika mti ule akakuta kuna kitanda cha dhahabu kwenye mti. Alafu ni mti ambao habari zake kubwa, kila chini ya jani lake kuna malaika anamsabihi Allah. Anasema jani moja ukubwa wake linafunika dunia nzima, jani moja tu. Alipofika pale Mtume kaona mambo, tuambie yakoje? Mwenyewe alishindwa kutuelezea, alisema tumala ainun ra'at, macho hajai kuona bwana. Nitakupa mfano wa kitu gani hakipo? Je, inasikikaje? Wala udhunun samia, ama sikio hajai kusikika, sijui hata nitakuambia vipi. Labda ukihisi kama ambaye awala khatara ala qalbi, hata hisia hujai kuhisia. Hayo ndo mambo, isipokuwa akatudonolea ambia idhnab. Anasema qilaluha, anasema niliona matunda yake, waruman, makomamanga. Anasema qalqilalul hajara, yale matunda ya peponi makomamanga, anasema kama mitungi ya hajara. Mitungi ni sehemu moja hivi Madina inaitwa sehemu ya Hijri. Katika suratu Hijri ni masafa, ukitoka hapa Hijazi Maka kuna kilomita 300. Hijri ni sehemu ambayo kina Sayyidina Salih alikuwa akikaa na watu wake, na kuna kisima. Waqad marra bihi an-nabiy bima'ahu min ghazwati Tabuk. Mtume alipoenda Tabuk alipita sehemu ya Hijri ile. Kwa hiyo hapo Hijri kuna wakulima wanatenza mitungi ile mikubwa ambayo wanasindika kama ni mpunga gunia 100 mtungi mmoja. Sasa ndo komamanga moja ndo kama hiyo. Akaona kitu kinaitwa bahati. Bahati wazungu wanaita rock. Rock ni mwamba, no rock. Bahati ni ndege ambao hawa ndege wako peponi, yani ukubwa wa ndege hawa walipotea miaka 50 kabla ya kuja Mtume. Ukubwa wa ndege mmoja, yani vile alivyokuwa mkubwa, anakuja kumdonoa tembo, ndo chakula cha mtoto wake anapelekea. Ndio ndege wakula peponi. Ukisikia walahmi tayri mimma, ufikiri ni kakwicho tu, kanjiwa ndio unawaza hivyo. Wacha mchezo. Hao ndege wenyewe wangekuepo sasa hivi tungekuwa tuna shughuli, tungekuwa tunaliwa mwanzo mwisho. Sasa ule mto ule mti una mito 4, batinun wa dhahirun.
mito miwili inachuruzikia peponi, sawa mito miwili inachuruzikia duniani. Mto wa kwanza uliotoka mbinguni Naharu Naili, ni mto Naili, na mto Naili unafika mpaka Mwanza, mpaka Rufiji. Nimeshauona. Na unakumbuka kuna kipindi wa Masri walikuwa wanasema maji yanapungua, tusitumie maji. Mto Naili ule. Mto wa pili unaitwa Naharu Euphrates, huko Iraq. Sasa Iraq ndo kumepita zile habari za ule ukuta. Kwa hiyo Jibril kabla ile baragumu alijakolea atakuja kuikunja ile mito airudishe ikachuruzikie peponi, alafu ule ukuta utavunjika. Hapo ataanza kutoka kina Yajuja Majuja. Kwa hiyo hizi zote hizi ni detail, ni habari ambazo tulizisikia kwa kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na leo tulizungumza utukufu wake. Ni mtukufu sana ala al-atlaq. Kwa hiyo sasa ule utukufu wake mtume, ile karamu ile iliambiwa andika kaumu Nuhu, na Nuhu ndo huyo. Tukasema tutaje historia yake, tuzungumzie hichi kizazi hiki. Nimezungumza kifupi, bado sijamaliza. Huyu Yajuja wa Majuja wana habari gani hawa? Tutazungumza historia hizo. Lakini la pili, iandike kaumu Ibrahim, man amila salihan fil janna, alofanya mazuri peponi, alofanya mabaya motoni. Karamu ikaanza kuandika, inaandika tu, ikajiongeza. Kaumu Shuaibu hivyo hivyo. Kaumu ilipofika kwenye kaumu Muhammad, si ikajichanganya, ikaandika vile vile ikaandika ummat Muhammad man amila salihan fil janna, alofanya mazuri peponi, wa man amila suan fin nar, alofanya mabaya motoni. Amesahau kwamba mtume ni rehma. Basi Mwenyezi Mungu akatoa sauti akaiambia, taadab ya karam, shika adabu wewe. Ile shika adabu inkasarat, ikakatika, ile ikamwaga wino. Wanasema mpaka leo ule wino unamwagika. Kalamu ikaambia siku nyingine usiandike ovyo ovyo. Mimi mshaambia uandike uwe una adabu kabisa, sio unaandika ovyo ovyo tu. Andika watu wa Muhammad, man amila salihan fil janna, anayefanya mema peponi, wa man amila suwa, na anayefanya maovu usiandike kama wale. Sema Rabbu ghafurur rahim kwao. Na yamaniri wameandikwa lauhi mahfuz, ummati Muhammadin maghfurina asuadaa asiyaa alqiyaa awliya Allah. Sasa ukijua umma wa Muhammad unatisha, pale ukienda kwenye Sidratil Muntaha, wala qadraahu, alimuona kwa mara nyingine Jibril pale kwenye ule mti wa sidri pale. Anasema taakhara, alichelewa pale. Jibril alichelewa pale, akamwambia taqaddam, wewe nenda. Intaqaddamta, ikiwa utaenda hapo. Karibu Sheikh, fadlan maana. Ikiwa utakwenda utapita, lakini mimi nikisema niende one time nitaangamia. Tumeelewana vizuri Kwa hiyo wewe nenda. Wanasema kilimchukua kiwimbi cha nuru Mtume Muhammad kikampeleka kwa Mola wake. Sasa wakati anachukuliwa hapa, Jibril yuko na nuru, lakini nuru yake ilishindwa kupasua katika anga ya arshi ya Allah. Pale alichemka. Sasa akashangaa Mtume, akamwona mtu anaogelea kwenye wingu la nuru ya arshi. Mtu Sheikh anaogelea, ikabidi ajiulize how comes, nakuaje? Ahuwa malak am malak? Anauliza Mtume, huyu ni malaika? Je, ni malaika gani mwenye power kuliko Jibril? Katoboa hapa, kafika hapa, na kati yeye mwenyewe kashindwa, nani kapita hapa? Akawa anajibiwa, la, huyu sio malaika.
amnabii, je ni nabii pengine? Acha Mtume mdadisi ajue. Akasikia la, sasa ni nani? Akamwambia huyu ni mtu ambaye cha kwanza hata kwa bahati mbaya hakuwahi kumkosea heshima mzazi wake. Cha pili, qalbun, moyo wake muda wote umeshikamana na msikiti. Cha tatu, wala dhikrullahi akbar, anamtaja sana Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa. Bwana anemtaja Mungu anatisha bwana. Mtaje Mungu, mtaje Mungu kweli kweli. Kuna bwana mmoja alikuwa darweshi, namchomekea tu hapa, anaitwa Jarjisu. Alitufundisha Sheikh Shafi. Jarjisu umaarufu wake tunamuita Sahib Jureij. Huyu bwana huyu kwa kifupi ni mcha Mungu ambaye ule ucha Mungu wake mpaka kahama mji kaenda kukaa polini. Ushai kumwona mcha Mungu? Wewe utaka uangalie video huku utaka anachukua vile vyakula vyote vilivyobaki anaenda kula huko polini. Ana kibanda chake cha udongo na tasbih yake la ilaha illallah, la ilaha illallah. Watu wakampigia mahesabu, huyu mcha Mungu kweli au anasubiri huko polini wake zetu waende abake? Lazima ajaribiwe. Akapelekwa mwanamke mzuri, lakini sifa yake muashirati, ajali kitu. Hebu kampe mtihani huyu darweshi. Anamkuta darweshi yuko polini kule, la ilaha illallah, la ilaha illallah, naye akaenda vile vile bure bure ana la ilaha illallah. Yule bwana anaendelea tuna dhikri la ilaha illallah, mrembo naye anaitikia huko anachojua nguo la ilaha illallah, la alimradi balaa tu mfano wake. Lakini mwamba akayaweza. Mwanamke anasubiriwa mjini huko, kuna kuchwa, anaondoka zake taratibu. Njiani anarudi kichakani, akutana na mchunga mbuzi, ambaye huyo mchunga mbuzi maisha yote anakaa polini, hajai kuona mwanamke hata. Kwa hiyo hata akimwona mwanamke mbaya kwake mzuri. Alafu ndo kakutana na mrembo tena usiku polini. Mchunga mbuzi alimwambia, usiwe na maneno mengi bwana, usisubiri nikukabe wala nikutie ngumi ya kichwa, tuelewane tu. Mambo yakamalizika. Dada anarudi usiku amechoka hoi. Watu wasema kazi ya Jureiji, nywele tim. Hem, tueleze shoga kulikoni? Ambia ngoja kuche, tutaongea asubuhi, siwezi hata kusema da. Mwana habari hizo. Basi kukacha, mwanamke kimya, akawa amebeba mimba bwana. Akajifungua, akatafuta wale sasa makuhani. Sema yule ana udarushi gani? Shenzi mmoja yule Jureiji bwana. Sikanibaka bure bure tu. Watu wakaingia porini na bakora. Wanamkuta apiga nyiradi, bakora zile wanazita 25. Wewe una udarushi shenzi kabisa wewe. Mbaka nini jamaa? Twende huko mpaka analetwa mjini huko. Haya kulikoni? Ambia si unaona bwana, umemzalisha mdada huyu, unajificha huko. Wake zetu ushabaka sana wewe. Ambia jamani, tafadhalini jamani, basi wacheni nsali angalau raka 2. Ambia swali hata 100 mshenzi tu wewe. Huyo pigwa zile bakora. Hivyo swali zile raka zake 2, akakipiga kile kitoto tumboni. We mtoto, hebu sema babako nani wewe? Kile kitoto kikasema, we mzee usinzingue bwana, kwani we babangu? Mimi babangu si mchunga mbuzi bwana. Watu wase kitoto kidogo kina miezi 7 kimetoa ushahidi, miezi 7. Watu wakatetemeka na serikali, tumeshamfedhesha huyu, tushatafuta janga sasa, tushayakanyaga sasa tunafanyaje bwana? Tunakutaka radhi na kile kibanda chako cha udongo tunakujengea cha dhahabu. Ambia nataka kile cha udongo mashi, kile. Sasa Mtume kamkuta mtu mwenye kumdhukuru Allah. Mawali si mchezo shekhi, mawali. Nabii Musa hana habari
kashaua mtu, kakaa tu hivi. Kuna walii mmoja anamtaja Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, anapelekewa ujumbe, acha hizo dhikri, nenda kampashe habari nabii wa Mungu sasa hivi anauliwa. Wajaa rajulun aqsa fil Madina, akaja mtu kutoka mbali. Aqsa ni qasi, mbali, sio pale pale, katokea tu huko. Sasa anajua mwenyewe kama amepiga dua akapeperuka kafika pale, anaambia Musa, innal mala yatamiruna bi, watu sasa hivi wataka kumaliza, unauliwa, fakhruj, toka. Nabii Musa asema sawa mzee, lakini tutambuane basi, wewe nani? Mawali wana ikhlas. Hajaanza kusimamisha fulani, si unajua mimi wali, ambia inni la kamina nas, mimi nakunasihi tu mzee, wewe toka usitafute mengi. Ikawa nusra. Hata pale ambapo Mashatat binti Firauna, pale ambapo msusi wa Firauni waliuawa pale na familia yake, ile sehemu angani inanukia, wakipita mawali wanapata harufu zake. Na ile Naili Yufrat wanasema tena, wanamtolea ushahidi Abdul Qadir Jailani, wanazuoni wenzie, asema alikuwa kila Ijumaa za mwisho za Ramadhani alikuwa aenda asali pale tena angani, na Ijumaa ya mwisho alionekana akisali magharibi pale Sheikh. Na miongoni mwa dua aliomba muridi wake wote amewachukulia dhamana wasife ili hali wametubia, watu wote wa tarika. Baada ya hapo siku 2-3 akafariki Sheikh. Sasa huyu mtu hajamkosea mzazi wake, huyu mtu anamtajia sana Allah, huyu mtu anafungamana sana na msikiti. Nani huyu? Sheikh Abdul Qadir Jailani asema sasa yule mie. Na ukitaka kukataa sema wewe basi, au tuambie nani. Sawa, tunasema kwa sababu mashekhe wameyasema hayo, lakini anasema yule ni mie, na kama si mie semeni nani? Si mtu mtume kamuona, lakini sharafa ni katika ummati Muhammad. Kwa hiyo kuna watu wanaweza, sijui mtume mwenyewe atakuwaje jamani. Kwa hiyo kama vile alivyosema kule msikitini, mtume ni dhahabu, ni dhahabu kweli. Tukidili naye vizuri tutatengeneza mipango, supu zitanywewa, karama zitapatikana. Shida yetu sisi tunamuona mtume kama sisi, hiyo ndio shida, hilo ndio janga la leo. Kirahisi tu, yaani tungemjua nani kima cha chini, hata lile jina lake tungeliheshimu. Usingesikia kutoka Zanzibari huko nyimbo zinasema Hamada akalewa. Huwezi ukasema vitu kama hivi, huwezi ukalitweza hili jina. Kuna ile wanaita ghainu. Mmoja aliulizwa nini maana hii ghainu, yani kiwingu katika moyo, kwamba kiwingu cha madhambi. Mwanachuoni kwa heshima ya mtume anasema, na kutafsirieni tu kilugha hili neno, ama kuhusiana na mtume siwezi kusema chochote. Kuhusiana na mtume respect, sitaki kuzungumza chochote kuhusiana na moyo wake. Adabu. Na sisi leo tunamkosea sana adabu, hatumuenzi. Umaskini unatuachaje? Majanga yanatuachaje? Tunakosa nuru hivi. Lakini wenzetu, mtizame, namaliza, Sayyidina Anas ibn Malik, wenzetu walikuwa wakipata sohba ya mtume wanavuna, wallahi wanavuna. Sayyidina Anas tokea miaka 10 bwana yuko na Rasul, kakaa kashiba mengi kweli kweli. Mnamjua Hajaji bin Yusuf alikuwa bakishi, yani ukiitwa, ilikuwa kila mtu akiitwa tu kwake watu wanapiga kabisa inna lillah, yani mtu akienda arudi lazima afe. Kina Abdallah bin Umar wameuawa, alikuwa anaua sana. Siku katuma wito, anamtuma anamuita Sayyidina Anas bin Malik, mwambieni Anas nampa wito, watu wote inna lillahi. Lakini Sayyidina Anas na wenzio wakienda wanatetemeka, yeka kataa, sema siendi. Anamwambia maaskari, afu ni mzee hata kufunga hawezi, mwambieni siendi.
Wakaenda wakaambia Kagoma, kamleteni hapa mwambieni. Wale wenyewe maaskari kwa sababu wanajua heshima yake sahaba mtume huyo, wakamwambia bwana Sayyidina Anas, mzee tunakurai, unamjua yule, najua ataenda kukumaliza, lakini pengine kumuitikia Mungu akaleta miujiza ukapona, wake hakuna alopona. Kwa hiyo sisi tunaomba tu kwa heshima yako twende tu inshallah. Kwa sababu vijana wamemuomba, kabidi aende. Alipofika pale akaambiwa mzee, make ni mkubwa kuliko yule, bwana nimekuita umeonesha jeuri ujaja. Akaambia kwanza wewe bwana mdogo alafu wewe si umeniita mimi, wewe ndio mwenye haki unifuate, sio uniamrishe. Akaambia unaniambia mimi hivyo, nitakuua. Unajua alichokisema kuhusiana na hiyo kuniua futa, uwezi wewe kuniua. Wewe uwezi, unaweza fanya sasa hivi, uwezi kuniua. Kuna watu wana hatari hizi, zote nuru wameziiba. Shekhe kwa mara ya kwanza hajamuua na haijaitokea. Akamwambia basi la kukuua nenda nitafikiria. Ambia utafikiria sana, huwezi kuniua. Watu wote walimfuata, tumegee, kulikoni? Ambia sio kulikoni, hamna mambo makubwa. Mtume Muhammad kanifundisha mimi dua. Ukitoka nyumbani soma dua hiyo, uguswi na mtu. Kavuna hajavuna siri ohodita wakufita, ukisoma dua hiyo ushakingwa, ushaokolewa, ushanusuriwa. Lakini hizi naenda kichwa mchunga tu, unaona mchezo. Nafikiri ni Said bin Jubair katika fasiri wa Qur'ani aliuawa na Hajaji. Huyu naye ana siri, alimwambia na kuua, akaambia na mimi najua utaniua, najua utaniua na sina hofu tena, naona unanichelewesha mzee, ila nakupromise mimi ndo mtu wa mwisho kuniua. Ukiniua mimi wallahi utoua mtu tena. Hao jamaa wana hatari hawa. Si mashehe miaka hii silaha tunapotezaje? Wana hatari hawa. Bwana akamchinja, alimwaga damu nyingi sana kuliko wauaji wengine wauliwaji wengine. Wanasema kwa nini alimwaga damu nyingi? Hakuonesha hofu ya kifo. Maana mtu hata kuku yule akiogopa kufa anajikunja misuli ile damu haitoki. Kwa hiyo iliruka damu yake, iliachia sana. Lakini toka siku hiyo amuue, usiku akilala Hajaji anapiga makelele, anamuota Jubair, Said bin Jubair. Vipi mzee? Said anakuja kunyonga, naona anataka kuniua. Kwani alichukua raundi siku 2-3 kakata moto. Hajaua tena mtu. Sisi hatutoboi kama hao salafu, hatupiti njia zao. Hatutoboi. Sasa hivi tunaamini manyukilia manini tu. Hatutoboi. Lazima turudi kule kule, tupite walikopita wale wajanja sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwaga mchanga tu kapasua watu macho. Wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Unajua mtume alisema nini? Alisema nini? Shekhe bwana asubuhi, lakini wasema mpaka uwe nani D2 ndio utaelewa. Bila D2 huwezi elewa.